Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa mtu anapoacha wahi na nafsi akastrike katika material, ndo mtu anaitwa materialist, madi. Yeye kazi yake hapa dunia aenjoy, ale, anywe, alale. Khuliqa liyakul waliyanam waliyamrah waliyatamatta kama tatamatta wa taakulu al-an'am. Hawa watu ndio watu wanatabu sana kwa sababu wamesahau mambo mawili makubwa, wahi na nafsi. Wakaibuka na maradhi mbalimbali, stasatil ilajati alayhi. Hakuna dawa, huwezi kupata dawa. Kibri, kujiona, zinazalisha hivi vitu tunavyoviita hiqdi na chuki. Mbona Waislamu tunachukiana? Sisi tunaona maajabu leo kwa Uislamu sio alofundisha Bwana Mtume Muhammad. Almuslim akhul muslim. Ma maana al-ukhuwa? Nini ndugu? Akhuka akhuk man la akha lahu kadhahibin ila hija bila silah. Ndugu yako. Nini udugu? Lakini hizi aya tulizozisoma zote zinatubainishia kwamba kuacha chuki na hiqdin ni miongoni mwa sifa za watu wa peponi. Walladhina amanu wa amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لماذا ظلموا أنفسهم؟ Kwa sababu hawakwenda hasba manhaji alwahyi, hawakuipa nafsi inachotaka hasba manhaji alwahyi, waliipa nafsi inachotaka shahwaniyatan wa tamattu'an fadallu at-tariq. والنفس كالطفل ما لم تهملها والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا وإن تفتمه ينفطم. Nafsi ni kama mtoto, inakupendeza, inakupeleka, inakupelekesha, inataka starehe, ikanyage uambie la. Toa katika moyo wako chuki, toa katika moyo wako hiqdi, upate kuwa Muislamu mzuri. Na mtu alokuwa hivi anakuwa mtu wa aina yake katika jamii. Ndio maana leo tukiwasoma masahaba tunashangaa jinsi walivyokuwa wakiishi. Tizama hii picha ya mwisho aloizungumza Mwenyezi Mungu katika suratul Hashr aya ya 9 mpaka ya 10. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim al-ansar. Ansar ni wale walompokea Bwana Mtume Muhammad pamoja na muhajirin kutoka Makkah. Na wale walioishi katika Madina, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda ndugu zao waliohamia pale. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Na katika yale waliopewa muhajirin hawakuwa na mashingo, hawakuwa na mafundo, wala hawakuwa na dhiki katika nyoyo zao kwamba wenzetu wamepewa hiki, wenzetu wamepata hiki, wenzetu hapana. Walikuwa roho zao safi kabisa. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Na walikuwa wakipendeleana mambo, hata kama kitu ana haja nacho yeye, anastahabu kumpa mwenzake, yeye akabaki hana kitu. Tena wala yajiduna fi sudurihim haja. Halalamiki baada ya hapo kwa alichokitoa. Leo unaweza kukitoa kitu kwa kuona haya mbele ya watu. Lifanyaje bwana, pana ilikuwa watu wapo, kuna mashekhe pale. Mimi muone haya yule Sheikh Basaleh tu, lakini wallahi wamenitia hasara nilipotoa. Wallahi wamenitia hasara. Unaenda huko unaenda kulalamika. Lakini sawa, wala yajiduna fi sudurihim haja. Na walichotoa ilikuwa ghali. Saad ibn Rabi'a aliwa katika vita vya Uhud.
katika Uhud, katika masahaba, alimwambia ndugu yake Abdurrahman, kumwambia mimi nina mabustani wawili, chukua moja niachie moja. Mimi nina mali nyingi, qsimil mala nisfain, chukua nusu yake. Mimi nina wake wawili, tizama alikuwa nakupendeza, nitamwacha umuoe wewe. Angalia, hivi ndivyo walivyokuwa. Hayo anayeweza nani katika ulimwengu wetu wa leo? Ndio maana tunasema kwamba tukiangalia picha hizi tutakuta kwamba Uislamu nahnu fi jiha wa hum fi jihatin ukhra. Uislamu uko mbali sana na sisi leo. Kama hatutakwenda kujifunza Uislamu safi kwa bwana mtume, leo tutakuta mambo makubwa katika dunia hii na tutakufa vibaya vibaya, pamoja na kwamba tunajiita Waislamu. Ikhtilafi hizi zimezua balaa kubwa leo. Watizame hata salafi waliokuja baada ya masahaba. Kuna bwana mmoja alikuwa anapiga kelele, anasema kuanzia leo la uadibanna kulla man khalafa Aba Hanifa. Alikuwa ni mpenzi wa Abu Hanifa, Imamul Azam. Itakuwaje watu wanachukua kauli za imamu mwingine sio Imamul Azam? Itakuwaje watu madhehebu mengine ndo sio madhehebu ya Imamul Azam? Kuanzia leo nitakayemuona na mkhalifu Abu Hanifa namtia adabu. Aliyotangazia watu, na yeye alikuwa ni mkubwa fulani, watu wakaogopa. Anawalazimisha watu waende katika hasba madhhabi ya Abi Hanifa. Akamsikia shekhe mmoja akamwambia, nataka nikuulize swali. Nabii auliza, hal adaba Abu Hanifata kulla man khalafahu? Huyo mwenyewe Abu Hanifa uliwahi kusikia alimtia adabu kila aliyemkhalifu? Akasema la, sijawahi kusikia. Akamwambia, basi adib nafsaka faqad khalaftahu. Sasa kama kujitia adabu, jianze mwenyewe, kwa sababu wewe ndo wa kwanza kumkhalifu Abu Hanifa. Wewe ndo wa mwanzo, unatakiwa ujipige mikwaju mwenyewe, kwa sababu unasema kila atakayemkhalifu Abu Hanifa nampiga adabu. Basi jianze mwenyewe. Walikuwa wanajua nini maana kukhtalifiana, walikuwa wanajua nini maana ya Uislamu. Utaona watu wanapendana lakini bado wana ikhtilaf katika ara, lakini wakionana wanatabasam na kuchekiana. Leo sisi watu wawili wanakhtalifiana katika itikadi, wakionana hata salamu wapeane. Hao makhurafi wanakuja na kupitia kwao, isije zikashuka adhabu hapa tukaanza kumamimia. Haya sisi tumeyapata wapi? Njoo basi niongoze, nifunze kuwa na mimi kama wale wa makafiri waambia, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Ta'alu, makafiri tunaambia tuwaite, njoni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati. Njoni tuhiwar dalo kati yetu na sisi kwa njia nzuri, tuzungumze. Mbona wewe unanikimbia? Mbona unanikunjia uso? Ndio maana mtu amemwekea mwenzake matuta hapa kwa sababu ya ikhtilafu ndogo ndogo tu. Hawapendani hao, hata kutajwa jina lake mbele yake hata kikulisikia, kwa sababu yakhtalifu ma'u fi ba'd al-umur. Uislamu gani huu tumesomeshwa sisi? Tumeuchukua kutoka wapi? والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Na hata waliokuja baada ya masahaba, wao walikuwa kiomba dua kuwasema, ya Rabbi tusamehe sisi na ndugu zetu. Na unapomsikia mtu anamtambua na kumtaja na kumtakia mema ndugu yake ambaye hayupo, huyo jua moyo wake ni safi, kwa sababu unataka kila kitu kiwe ndo sisi tu. Alinihadithia mmoja, anasema tulikwenda katika msikiti fulani kukuta komiti moja. Hii kamati ilikuwa ya watu kama 10, 15, 20, lakini siku ile ilikuwa ni wachache kama 7 hivi. Sasa ilikuja ng'ombe kama udhiya. Ilipofika pale nataka kuchinjwa, mmoja katika wanakamati akasema, jamaa ndo sisi tulokuepo hapa, tulokuepo hapa ndo atapata, asokuepo na chake hakipo. Hizi ndo hali ambazo ni picha halisi ya hata msikitini watu hawapendani. Wanakamati wenzake hawapo, nasema tulokuepo tu ndo tutapata nyama hii, alokuepo na lake halipo. Sasa udugu unaonekana wazi kwamba haujafika bado, na maana ya mapenzi hayapo, na chuki na hikdi bado imetawala katika vifua vyetu, na sijui sababu ni kitu gani. Alafu sasa tizama Ansari, hawa walikuwa wana mali wakatoa kwa ndugu zao Muhajirin, tena hawakuwa na bughdha, wakagawana mpaka aghla shay walitaka kugawana. Maana unaweza kushare kila kitu, lakini huwezi kumgawa mkeo. Lakini wao walikuwa tayari pia, maadamu kama litamridhisha Allah na Mtume Muhammad.
chuki. Bibi Aisha alipata salamu kutoka kwa Sayyiduna Umar. Salamu zinasema, mimi Umar nataka nizikwe bijiwari nabii wa Abi Bakr. Umar aliposalisha katika salatul fajr akapigwa khinjari zile na Abu Lulu, na nani amemua Sayyidina Umar? Historia inasema Abu Lulu al-Majusi akampiga khinjari 6 katika tumbo lake mpaka ikawa maziwa akipewa yanatoka katika tumbo, zile tundu za kisu. Akasema, mimi siponi tena, hali ni mbaya, sasa nakupeni wasia wangu, na vile vile nataka mkanipelekee salamu kwa Sayyida Aisha. Abdullah ibn Umar, nenda qul li ummi almu'minin inna Umar yuridu an yudfana bijiwari nabi wa bijiwari as-siddiq. Mwambie naomba nizikwe pale nikifa. Bibi Aisha alisemaje? Mwambie Umar, wala taqul amira almu'minin falastu amira lilmu'minin limnas. Nenda kamwambie Umar, usimwambie amira almu'minin, mimi basi nimekwisha. Abdullah alipofika akamwambia Ummul Mu'minin Umar anasema hivi hivi. Bibi Aisha akasema, wallahi laqad kuntu uridu hadha almakana li nafsi, amma waqad sa'alani Umar la uthirannahu alayhi. Mimi nilikuwa nataka nizikwe pale nikifa. Bibi Aisha anasema, kwa sababu nizikwe karibu na mume wangu na karibu na baba yangu, lakini maadamu ameniomba Umar, mimi nimempa yeye. Serious kabisa, anasema mahali hapa nilikuwa napahitaji mimi. Akifa Bibi Aisha azikwe pembeni kwa mumewe na huko pembeni kwa baba yake Abu Bakr. Awe huku yuko mumewe na hapa yuko baba yake. Lakini anasema maadamu amekuja Umar ananiomba, nimempa yeye. Umar akazikwa hapa. Ndio maana leo baada ya salamu ya Mtume Sayyidina Abu Bakr na kumsalimia Sayyidina Umar, yuko pale amezikwa. Hii ni moja katika roho safi za watu waliopita, ikiwa ni mama yetu huyu Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ndugu zangu, kumfikiria mtu mwingine ni dalili ya moyo kwamba umesafika, na kumchukia mtu ni dalili kwamba moyo umetia fundo. Zamani nitakupa mfano mmoja. Mfalme mmoja alipita katika shamba. Huyu mfalme alikuwa na ustaarabu na utamaduni wa kugawa zawadi kwa mtu atakayemjibu swali lake vyema. Akimuuliza mtu swali akijibu vizuri, anatoa zawadi, anawapa motisha watu wake. Akafika mahali akampata mkulima analima. Nasema wajada shaykhan yazra'u shajaratan kabira. Kampata mzee anapanda mti mkubwa ambao ule mti matunda yake qad yantadhiruha asharati sinin. Atasubiri mpaka zaidi ya miaka 10-15 ndo matunda yaje. Mti anaopanda matunda yake ni ya kusubiriwa. Unajua kama mwembe, huwezi kupanda leo mwezi ujao, hata mwaka, hata miaka 5 ijayo utasubiri miaka. Na ukimtizama yule mzee alopanda, unaona ukimpigia hesabu approximately ataishi huyu labda baada ya miaka 2 hatunaye tena. Amaru kulluha biyadillah. Lakini kwa unavyosema huyu sijui kama mwaka ujao tutakuwa naye, yani unampigia mahesabu mwenzako. Sasa mfalme alivyomtizama vizuri, akamwona ni mtu mzima na mti anaopanda hatoweza kuvuna matunda yake. Akamuuliza, ayuha alfalah, lima tazra'u shajaratan kabira bainama qad tantadhiru thimaraha asharati sinin? Mbona unalima, unapanda mti mkubwa huu na wakati unaweza kusubiri miaka, pengine wewe hutokuwepo tena, faida gani? Akajibu bwana yule akasema, wallahi laqad zara'a abauna faakalna. Akamjibu mfalme, hakika wazazi wetu walilima tukaja tukala sisi. Wao walilima kuvuna tukavuna sisi. Wa nazra'u nahnu fayakulu auladuna. Na mimi usinione hivi napanda na kulima kwa ajili ya watoto wetu waje wale wastarehe wao. Mfalme akaona hii bwana jawabu lake sio la kuacha hivi. Huyu mtu hajajifanyia mwenyewe, kafanyia kizazi kinachokuja. Ndio maana hata katika mataifa leo utaona nchi zimebakia fukara, bado zinaburura mkia katika ufukara, kwa sababu watu wake wenye kuziongoza zile nchi hawana roho safi na vizazi vyao na vijukuu vyao na watoto wao na watu wao. Wanajua wao kujilimbikizia mali, lakini hawafikirii siku za nyuma huko atakaokuja atafanya nini. Lazima uulize kwanza, mimi nikifanya hivi nitapata nini mie kwanza? Mimi changu kiko wapi hapo? Kuna faida gani nitapata mimi?
akiona kwamba hakuna faida yote, anaweza hata kuharibu system yote, kuharibike maadamu yeye hapati kitu chochote na kila mtu asipate. Lakini unasema zara abauna faakalna wa nazra'u nahnu fayakulu auladuna, wazazi wetu walilima tukaja tukala sisi. Maskini wao wameshajivia huko, wako makaburini. Mimea walioipanda, minazi, miembe, nini, leo tunakula sisi, na sisi tunapanda waje wale watoto wetu. Akamwambia mlete huyu, zawadi yake sio ya kupewa hapa, mlete katika maktabi yao. Akachukuliwa mzee kule, akapelekwa, akapewa fuko la mali. Akamuuliza mtawala wake, araaita kaifa jaat sari'a thimaruha, anamuuliza, je, umeonaje, si matunda yake yamekuja haraka haraka? Si ndo haya ndo matunda yake yameshaanza kuja, hata hiyo miaka ulioisema haijafika, ameshaanza kuvuna leo. Fuko hawezi kulibeba, anaondoka nalo, anatafuta mjukuu amsaidie. Ndugu zangu, upendo kama haupo, kila kitu kinaharibika. Leo hizi dhulumat na kiza za maisha tulizokuwa nazo na matatizo yote haya, nyoyo zetu hazijawa safi bado. Tusafishe nyoyo zetu, ndio maana tutakuwa hata tutakalolisema litapata qabulan wadhihan katika nyoyo za Waislamu, kwa sababu itakuwa minal qalbi safi ila qalbi safi, itakuwa linatoka moyoni linakwenda katika moyo, linatua. Lakini leo tunazungumza mengi kwa ufasaha na kwa sauti na kwa kila kitu, lakini yushakshiku fi adhanina kama tushakshiku fi adhani tuyur. Hakuna faida, hakuna, na pengine hayo ikawa wabalan alaina. Kwa nini inakuwa hivyo? Tusafishe nyoyo zetu. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasimulia Imam Anas ibn Malik, sahaba Anas ibn Malik, anasema kunna julusan inda rasulillah, tulikuwa tumekaa mbele ya Mtume. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, yatlu'u alaykum min hadha al-fajj rajulun min ahli al-janna, sasa hivi katika upande ule atatoka mtu miongoni mwa watu wa peponi. Hii bishara ya Mtume. Watu wakakaa sawa, shira'abatil unuq, shira'abatil a'naq, shingo zikaanza kunyanyuka. Kakaaje mtu wa peponi? Na sasa hivi tukisema jamani, subirini, sasa hivi ataingia mwanga mchawi mkubwa wa dunia, watu tunataka tumuone kakaa vipi, macho yake yamekaaje. Tunasikia mchawi anakuwa macho yake ni rangi kadha, yuko vipi? Unataka kila mtu kujua kile kitu ambacho watu, lakini hapa anatajwa mtu wa peponi. Ata ibn Abi Rabah siku moja amekaa na sahaba Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ndio mwalimu wa Ata ibn Abi Rabah. Akamwambia Ata ibn Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahli aljanna, nikuonyeshe mwanamke wa peponi? Ata ibn Abi Rabah akashtuka, nionyeshe. Akamwambia hadhihi almar'atu as-sauda, unamuona huyu mwanamke mweusi anayekuja? Akamwambia naam. Jaat ila rasulillahi faqalat ya rasulallah ud'u Allah li an yu'afini fa inni usra wa atakashafu. Alikuja kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, mimi naumwa na maradhi ya kuanguka, na ninapoanguka nguo zinadondoka, niombee dua kwa Allah aniponye maradhi yangu. Faqala laha an-nabi, in shi'ti da'utu Allah laki, ukipenda nitakuombea dua utapona. Wa in shi'ti sabarti wa lakil janna, na ukipenda subiri na utaenda peponi. Faqalat asbiru ya Rasulullah, kasema nitasubiri ya Rasulullah. Katajiwa mawili, yeye ana kifafa, Mungu aniokoe mimi na nyinyi na maradhi hayo, maradhi mabaya. Ana kifafa na anapoanguka nguo zinamdondoka, na mara nyingine mbele ya watu, yuko sokoni, yuko mahala watu wanamuona. Thaqili, nguvu kwamba jambo hili linamuumiza katika moyo. Ya Rasulullah, ud'u Allah li an yu'afini, naombee kwa Mungu aniondolee maradhi haya. Mtume akampa option ya mambo mawili, chagua mawili yao, unataka lipi? Ukipenda na kuombea dua utapona leo insha Allah, na ukipenda Mungu atakupeleka peponi baada ya kusubiri mtihani alokupa. So mwanadamu akipata mitihani huwa kuna mambo manne yanatokezea. Jambo la kwanza, as-sakhatu, hasira. Kipata msiba tu hasira, na hasira huwa zinatoka moyoni, alafu zinakuwa translated na viungo. Hivi viungo vyake, mkono utaona mara amepiga ngumi ukuta kwa sababu amefadhaika.
kama mbele yake kuna kuku anapiga teke. Hasira katika mguu na mkono, anapiga huku na huku kwa sababu amepata msiba. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili huwa anasubiri. Hali ya tatu huwa anaridhika. Hali ya nne huwa anashukuru. Na kila hali tuliyoitaja baadaye ni bora kuliko ya nyuma yake. Ghadab, bora uwe na subra, na bora kuliko subra ni kuridhika, na bora kuliko kuridhika ni kushukuru. Kwa hiyo inaposhuka misiba kwako, umepoteza mtoto, amefariki, umepata kufilisika, umepata nini, ile hasira itatokezea. Why me? Wengine wanasema kwa nini ndo mie kila siku nifilisike tu, nilikuwa na biashara zangu nzuri nzuri. Subiri. Zaidi ya kusubiri, shukuru, ridhika. Ridhika. Mungu ndo alonipa na Mungu ndo amechukua, nimeridhika. Alamatu ridha ala wajhik. Zaidi ya kusubiri na kuridhika, shukuru. Ndo maana Mtume alikuwa akisema alhamdulillah ala kulli hal. Namshukuru Allah juu ya kila kitu kilichokuja, kama ni kizuri alhamdulillah, kama ni kibaya alhamdulillah, kama la khair alhamdulillah, kama la shar alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Basi anamwambia in shi'ti sabarti walakil janna wa in shi'ti da'awtu Allah laki fayuafiki. Nitakuombea ukipenda. Kusema asbiru ya Rasulullah, kwa kuwa alisubiri mwanamke yule atakuwa peponi. Kaambia Rasulullah, lakini niombee dua, hizi nguo zinanidondoka zisinidondoke, niwe nacho kifafa changu niendelee nacho, lakini hii kudondokewa na nguo na kuonekana hili ni zito, vile vile niombee dua. Mtume akamwombea dua kwa hilo. Kwa hiyo kusikia huyu mtu wa peponi inaleta kidogo raha yake ya aina yake. Ata ibn Abi Rabah akamwona mwanamke wa peponi mwenyewe yuko hai. Kwa Mtume amesema sayatlu alaykum min hadha alfajr rajulun min ahli aljanna. Watu wote walikuwa pale wana hamu ya kumwona nani mtu wa peponi. Anasema Imam sahaba Anas ibn Malik, fadakhala alayna rajulun min al-ansar yanfudu lihiyatahu min wudu'ihi wa yahmilu na'lahu bishimalihi. Akaingia mtu mmoja katika Ansar, amebeba viatu vyake kwa mkono wake wa kushoto, kisha ndevu zake zinapuputika maji, yanazifutafuta maji kwa athari ya udhu. Ameingia katika kikao kile. Huyo mtu alosema Mtume ataingia alikuwa ni huyu bwana mwenyewe, anabashiriwa pepo, hana habari. Ana amali gani huyu mtu? Zikawa shughuli zinashughulika, kompyuta za sahaba pale zimeshughulika, kila mmoja anataka kujua madha ya'mal, bimadha kana min ashabil janna, kaifa adraka hadhihi daraja. Kila mmoja anamuuliza mwenzake, unamjua wewe, unamfahamu, amefika fikaje hapa? Ukionekana ni mtu adi. Unajua kuna watu wengine face zao ukiwatizama tu basi unawahukumu wewe, na wengine usema bwana huyu akienda peponi mie nitafanya mgomo, sikubali. Kwa nini unamhukumu wewe kama pepo ni yako? Manake wewe ndo unaigawa. Huwezi, usihukumu watu kwa kuwatizama. Ukimwona usema huyu bwana anaonekana ndo hawa watu wa peponi khalidina. Huwezi kumhukumu mtu kwa kumtizama au kwa appearance yake, nguo zake alizovaa, na ni ukamhukumu ni mavazi. Imam Abi Hanifa alipokwenda jela siku hiyo akasema, yupo jirani yangu, sahibi yangu, mumemfunga hapa na muombea mumtoe. Mkubwa wa jela akashtuka, nyinyi mnamfunga sahibi yake Abi Hanifa? Hamna adabu nini? Mnamkamata sahibi yake shekhe? Hebu kamtoeni. Unakwenda kutizama, mbona hatumuoni, yuko wapi? Watizama kama kuna mtu ana lemba kubwa, hayumo. Kuna mtu anajua kubwa, hayumo. Kuna mtu ana sijida kubwa katika hakuna katika. Mbona hatumuoni? Ni nani? Ngambia yupo yule mlevi tulomkamata jana. Sahibi yako yule alikamatwa analewa na kojoa ovyo huko. Unasema yule sahibi yangu na jirani yangu, namuombea. Watu wakashangaa, imekuaje Abu Hanifa kuona huyu mtu ndo sahibi yake? Wewe ukisema sahibi ya Abu Hanifa utaona ni mtu mutadayin, sahibul imama, lemba lake kubwa mita 9, lakini ni mtu alikuwa analewa, amekamatwa, amewekwa ndani. Akamwambia basi mtoeni. Na kwa sababu shekhe leo kaja, kila mlomkamata jana mtoeni. Huyu alikuwa kazi yake akifika nyumbani anaimba tu usiku kucha, amelewa.
Na alikuwa na nyimbo yake mpaka Abu Hanifa amehifadhi, adauni wa ayu fatan adau. Alikuwa akisema mmenitupa, hamnijui muhimu wangu. Kawaida ya walevi, unajua walevi wakishalewa ni rekodi zote wanaimba wao. Basi Abu Hanifa ikawa anamsikiliza kila siku, halali kwa kero ya huyu bwana. Lakini siku alokamatwa, alipozisikia zile fujo hamna tena, kenda akamwambia mtoeni, namuombea. Katolewa, akamchukua akamweka katika kipando chake, akaenda naye nyumbani. Kufika njiani akamgeukia akamuuliza, hal adhanaka ya fata, unaonaje, tumekutupa kweli? Huoni kila siku unasema tumekutupa. Je, hichi nilichokufanya kweli nimekutupa mie? Asema wallahi hujanitupa, umechunga urafiki na ujirani, na kuanzia leo silewi tena. Akahudhuria darasa za Sheikh. Waislamu leo tunayaweza hayo? Umlevi utaki hata kumtizama, kumbe unaweza kumuongoza wewe kesho akaacha pombe. Mlaunga unamlani ukimuona, kumbe anaweza kuongoka kupitia katika mikono yako. La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sayyidina Ali aliambiwa mtu mmoja tu akiongoka kwa ajili yako ni bora kuliko ngamia 100 wekundu tena. Allahumma